Ukweli ni kwamba Yanga wanatudanganya. Hawajatumia milioni 56 kwenye maandalizi ya mchezo wa dabi. Unajua milioni 56 ni pesa nyingi sana. Ni pesa ambayo yani ukitamka tu kawaida kawaida hivi, unaweza ukaona kama ni pesa ndogo, lakini ukija kuifanyia matumizi ni pesa kubwa sana. Yani ni pesa ambayo kwa maandalizi ya timu zetu za Kitanzania ni ngumu kutumia pesa ya nyingi kiasi hicho. Yani hiyo pesa ni nyingi mno, ni nyingi mno. Milioni 56. Yani ukija kuichambua, unajua tunapozungumza maandalizi ya mchezo, tunazungumza maandalizi ya aina mbili. Yani kuna maandalizi ya timu kwa ujumla, lakini pia kuna maandalizi ya mchezo wenyewe ambao yanauhusu mchezo wenyewe. Sasa Yanga wanazungumza maandalizi ya aina gani? Wasije wakaja kutuletea maandalizi yao ya msimu ya mchezo ya timu yao wakajumlisha kwenye maandalizi ya mchezo. Yani vitu viwili tofauti. Maandalizi ya timu ni maandalizi ambayo timu huwa inafanya kila siku, ambao gharama zake always zinakuwa chini ya club, na ni gharama ambayo pia zinakuwa kwenye ile bajeti yao ya msimu. Kwa maana wakikwambia kwamba msimu huu bajeti yao labda ni milioni 100, sio kwa msimu mzima, maana yake hiyo bajeti yao ina-include pia na maandalizi yao kwa ujumla ya msimu mzima. Maana yake hiyo pesa ya maandalizi inakuwa tofauti kabisa na pesa ya maandalizi ya mchezo. Pesa ya maandalizi ya mchezo inaanzia maandalizi masaa 24 kabla ya mchezo. Kwa maana ya labda pale timu zinapofanya labda waamuzi, wakaguzi wa mchezo, wale wanavyoenda kukagua pale uwanjani, ambulance kuja pale uwanjani, timu ya madaktari wa akiba ukiacha wale madaktari wa timu wanaokuja pale uwanjani. Yani hao ndio maandalizi yenyewe, labda masuala ya gate collection, labda upatikanaji wa tiketi, vituo ambavyo tiketi zinapatikana, wahusika wakuu, nani hata tiketi zinapatikana wapi, maandalizi ya tiketi zenyewe hizo, yani maanake mtu anapataje tiketi na nini. Hayo ndio maandalizi yenyewe. Yani kwa mfano kama sasa mnataka kufanya mnataka labda watu walipe kupitia simu, maana yake ni kwamba kuna hizo system na nini kuziweka sawa na nini, hizo ndo gharama zenyewe ambao of course uweze kurekebisha system bure. Ni lazima utoe kiasi cha pesa kutokana na kampuni fulani ambayo inasimamia. Lakini ukiangalia kwenye hizo gharama za masuala ya tiketi na nini, kwa asilimia kubwa huwa zinaingia kwa mashabiki wenyewe, kwa sababu siku hizi mashabiki wanaingia kupitia kadi maalum ambayo ni N-card ile. Lakini ile N-card sio kwamba club ndio inanunua. Zile kadi zinatengenezwa na wenye kampuni, alafu shabiki anaenda kununua. Ukienda pale uwanjani inabidi ununue ile kadi. Ukishanunua ile kadi unaiweka hela. Ukishaiweka hela ndio unaenda uwanjani pale, unalipia pale geti, unaonyesha kadi yako pale getini, unaingia uwanjani. Lakini kama hujalipia, kama huna ile kadi, maana yake huwezi kwenda uwanjani, ambao kwenye gharama za kadi na nini sio gharama za klabu, ni gharama za shabiki ambaye anaenda uwanjani. Sasa hiyo gharama yake maana yake inaingia kwa shabiki. Kuhusu kuingiza fedha kwenye kadi, makato yanabakia kwa shabiki, kwa sababu shabiki anaambiwa akalipie akaingize pesa. Ambao unavyoenda kuingiza pesa, maana yake unaingiza pesa kutokana na sehemu ambayo unataka kwenda kukaa. Kama unakaa VIP labda kwa sehemu labda unalipia 20,000, unaenda kuweka 20,000 kwenye kadi yako. Kama unakaa sehemu ya 10,000, unaweka 10,000 kwenye kadi yako. Unakaa sehemu ya 40,000, unaweka 40,000 kwenye kadi yako. Maana yake makato ya kuingiza ile pesa yanabakia pia kwa shabiki, na maana sio makato ambayo yanabakia kwenye timu. Maana yake kwenye masuala ya maandalizi ya tiketi na kwenda uwanjani, klabu inatumia gharama ndogo sana, ambayo sio gharama kubwa. Gharama kubwa inaenda kwa shabiki ambaye ndo ananunua tiketi, ndo ananunua kadi, na makato yote yanakuwepo kwa shabiki. Na kwa sababu pia kwa shabiki ambaye hana kadi inabidi anunue kadi kwa gharama yake. Maana hizo gharama zote hizo ambazo nazitaja sio gharama ambazo ziko ndani ya club, ni gharama ambazo zinabakia kwa shabiki. Lakini pia tayari hata shabiki anavyoenda uwanjani kuingia kwake na kutoka kwake, hakuna sehemu ambayo klabu inamgharamikia. Sasa hizo milioni 56 wamezitumia kwenye kitu gani? Lakini pia ukienda kuna hizo ambulance, okay, tuseme ambulance na madaktari wa akiba pale, tuseme labda ni milioni 10 labda zimetumika. Kwenye milioni 56 zinabakia ambazo Yanga amezitaja, ukitoa milioni 10 zinabakia milioni 46, sio? Maana bado ni pesa nyingi sana. Tuseme kwenye kadi au kwenye maandalizi ya tiketi tuseme zimetumika milioni 10, si ndio? Ukijumlisha milioni 10 za ambulance labda ni milioni 20. Ina maana kwenye milioni 56 zinakuwa zimebakia milioni ngapi? Milioni 46. Milioni 36, sio? Zitakuwa zimebakia. Haya, tuseme kitu gani kingine, labda kwenye kulipia uwanja. Lakini sasa huwezi kusema umelipia uwanja kwa sababu mechi haijachezwa. Kwenye kanuni ni kwamba unatakiwa kulipia uwanja wa mchezo. Kuna gharama za mchezo za uwanja, ambazo gharama za uwanja unazilipia endapo utakuwa umecheza mechi. Lakini kwa sababu mechi haijachezwa, maana yake hakuna gharama zozote unazolipa kwenye uwanja
Ina maana Yanga wao kama ni kuzilipa hizo gharama za matumizi ya uwanja, inabidi wazilipe wenyewe kwa sababu walienda wenyewe uwanjani ikiwa tayari mchezo umeshaahirishwa. Maana yake hizo huwezi kwenda kuzidai kwa bodi ya ligi. Wao kama wangebaki nyumbani wakaacha kwenda Benjamin Mkapa, maana yake hizo gharama za uwanja wasingelipia, lakini kitendo cha wao kwenda pale tayari taa zimewashwa za uwanja, ina maana wanalipia gharama kama kawaida, lakini hizo gharama ambazo wanazitumia wenyewe kwa sababu wao wenyewe walikaidi taarifa ya bodi ya ligi, huwezi kuja kudai pesa ya aina hiyo. Lakini pia kitu kingine labda ni gari la wagonjwa Polimendo pale uwanjani. Kwa sababu bodi ya ligi ilishauahirisha mchezo, maana yake hakupaswa kuwekwa na gari la wagonjwa. Lakini wao kama wamelipia gari la wagonjwa, maana yake ni matatizo yao wenyewe kama klabu. Hawakupaswa kupeleka tena gari la wagonjwa pale kwa sababu mchezo hakuna. Unapeleka gari la wagonjwa la nini wakati mchezo umeahirishwa? Maana yake hizo gharama ambazo Yanga wamezingia wao wenyewe kwa utashi wao, maana yake uelewa wao ndio umesababisha wao wakaenda kutumia hivyo vitu. Maana yake ni hivyo, haviko chini ya bodi ya ligi wala haviwezi kuwa kwenye mchezo kwa sababu mchezo umeahirishwa. Lakini pia ukiachilia mbali hilo, kama kuna gharama zingine zozote za mchezo ambazo wamezitumia, ni gharama ambazo wamezitumia wenyewe kwa matakwa yao. Kwa sababu mchezo ulishaahirishwa, maana yake hawakupaswa kupeleka timu uwanjani na hakuna gharama nyingine yoyote ambayo wangepaswa kuitumia pale uwanjani. So kwa hiki ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa kwenye hizo milioni 56 ambazo wanadai ni pesa nyingi sana, ambayo kwa sababu pia mchezo hujachezwa hazikutumika. At least kama mchezo ungekuwa umechezwa, maana yake wangesema okay, tumelipia uwanja, tumelipia ambulance, madaktari wa hakiba, labda tumelipia labda vitu vidogo vidogo labda ambao vinatakiwa. Kwa mfano wao kunayo labda usafiri wa timu kutoka hotelini kwenda pale na nini, labda wangeweza kusema hivyo. Lakini kwa sababu mchezo hujachezwa, maana yake huo mchezo hautambuliki kwa bodi ya ligi, ina maana hizo gharama zote ambazo wamezitumia wao wenyewe kwa matakwa yao binafsi, sio kwa sababu ya za kimchezo, kwa sababu mchezo ulishaachwa tena mapema kabisa. Hivyo vitu vyote wasingeweza kuvitumia na hizo gharama wasingeweza kuzitumia. Lakini pia hata kama wametumia gharama, bado milioni 56 ni nyingi sana, ni pesa ambayo yani sijui labda Yanga wanataka tu kupata pesa ya bure, lakini hiyo pesa ni nyingi sana, wasitudanganye. Yani kwenye hili la kudai milioni 56 eti gharama za maandalizi ya mchezo, Yanga wanatudanganya. Labda pia kwamba kama zile gharama zao za timu kuweka kambila kama wamezijumlisha hapo. Kama wamezijumlisha hapo sawa, lakini kama hawajazijumlisha hapo, ni ngumu sana kutumia pesa zote hizo kwenye maandalizi ya mchezo mmoja. Lakini pia hizo gharama zao za maandalizi ya timu yao sio gharama ambazo zinapaswa kuwepo hapo au kugharamikiwa na mtu yoyote, kwa sababu hizo ni gharama zao binafsi ambazo mara nyingi huwa wanakuwa nazo. Yani tuseme hayo ni maandalizi yao ya kila siku ambayo pesa wanayotumia ni pesa yao wao wenyewe. Kwa hiyo ukitazama namna ambavyo wametaja hiyo pesa na mchezo haujachezwa, pesa ni nyingi, na hata kama mchezo ungechezwa bado hiyo pesa ni nyingi sana kwenye matumizi. Kwangu mimi naiona Yanga imetudanganya kwenye hili. Yanga wanataka kupata pesa za bure tu. Lakini pia ukumbuka katio Yanga imechukua pesa ya mashabiki ambao wamelipa viingilio, lakini hawajarudisha hiyo pesa. Kwa sasa hivi Yanga warudishe tu pesa ya mashabiki, hapo wataeleweka, kwa sababu wamewadhulumu pia mashabiki. Mpaka leo hatujaona taarifa yoyote ya Young Africans ya kurudisha pesa kwa mashabiki. Sasa inakuwaje leo wanatasema wanadai gharama za mchezo ikiwa hata mashabiki hawajarudisha pesa zao? Kwa hiyo kuna vitu vingine Yanga kama club inabidi kabla ya kuja kuhoji wafikirie mara mbili mara tatu kwamba wao wako sahihi kwa asilimia ngapi na wako wrong kwa asilimia ngapi. Haiwezekani hujarudisha pesa ya mashabiki afu uje useme tena eti umetumia gharama kubwa. Au mashabiki ambao umetumia pesa zao unazipeleka wapi? Unaenda kuzifanyia nini? Kwa hiyo nafikiri kabla ya kuja kudai hizo milioni 56, Yanga pia inapaswa kwanza kurejesha pesa ya mashabiki ili mambo mengine yaweze kwenda sawa. Apart from that, hakuna chochote ambacho wanaweza kukidai na wakakipata. Kwa taarifa mbalimbali za michezo, endelea kusubscribe channel, usisahau kusubscribe channel ya Ngereza TV, utapata update mbalimbali za uchambuzi wa matukio mbalimbali ya kimichezo.